Usisahau kusubscribe. Story inaanza na wapiganaji wawili kutoka Ulaya, William Garin na rafiki yake Tovel. Wanasafiri kupitia milima na majangwa ya Asia wakitafuta black powder, gunpowder ya China ambayo wakati huo ilikuwa siri kubwa ya vita. Lengo lao si kusaidia watu, wanataka utajiri na nguvu. Lakini safari yao inageuka kuwa ya kutisha usiku mmoja wanaposhambuliwa na kiumbe wa ajabu kisichoeleweka. Katika mapambano hayo, William anafanikiwa kukata mkono wa monster huyo, lakini hawajui walichokutana nacho ni nini. Asubuhi wanafika kwenye ukuta mkubwa wa China, the Great Wall, lakini badala ya kupokelewa kama wageni, wanakamatwa na jeshi kubwa la walinzi linaloitwa Nameless Order. Ndani ya ukuta huo, William anagundua siri kubwa. Ukuta hukujengwa tu dhidi ya maadui wa kawaida, ulijengwa kuzuia monsters wanaoitwa Tao Te. Hawa ni viumbe wenye njaa ya kuteketeza binadamu wote. Kila baada ya miaka 60 wanarudi kushambulia dunia, na jeshi lote la Nameless Order limejitolea maisha yao kulinda ukuta huo. Hapa ndipo movie inaanza kuwa ya vita kubwa na mystery nzito. Sura Al-Kahf inaeleza simulizi ya Dhul-Qarnain. Aliwahi kufika sehemu ambapo watu walikuwa wakiteswa na Yajuj na Majuj. Nijengeni nguvu nami nitaweka kiziwizi kati yenu na wao. Na movie haijasema Tao Te ni Yajuj na Majuj, lakini idea ya ukuta mkubwa unaozuia nguvu za maangamizi inafanana sana na The Great Wall. Usiku mmoja alarm kubwa inapigwa. Tao Te wanafika. Maelfu ya monsters wanaanza kukimbia kuelekea ukuta kwa kasi ya kutisha. Askari wa China wanapanga safu zao huku wakijua wengi wao hawataishi. Mishale inarushwa, ngoma za vita zinapigwa, askari wanaruka kutoka juu ya ukuta kwa kamba, monsters wanapanda ukuta kwa maelfu. William anashangazwa na jinsi jeshi hilo lilivyo tayari kufa kwa ajili ya watu wengine, na hapo ndipo anaanza kubadilika kutoka mtu mwenye tamaa na kuwa shujaa wa ukweli kabisa. Kadri vita vinavyoendelea, jeshi linagundua kuwa Tao Te si monsters wa kawaida, wanafanya kazi kama akili moja kubwa inayotawaliwa na queen wao. Hapa ndipo movie inaanza kuonyesha kuwa nguvu kubwa ya uharibifu inaweza kuwa organized kuliko binadamu wenyewe. Yajuj na Majuj kama nguzo kubwa ya uharibifu itakayokuja kwa wingi mkubwa, watatoka kwa kasi kutoka kila sehemu. Kwenye movie, Tao Te wanapovunja ulinzi na kuingia mjini wanaonekana kama wimbi lisilozuilika. Mwanzoni William anakuwa mwizi wa siri za vita, lakini baada ya kuona ujasiri wa Commander Lin na askari wa China, anaanza kuona maana ya kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Anaamua kubaki na kupigana badala ya kutoroka. Hii ndio pointi kubwa ya character development yake. Licha ya ukuta mkubwa, Tao Te wanatumia mbinu mpya na kufanikiwa kuingia ndani ya China. Mji unaoingia kwenye chaos, watu wanakimbia, majengo yanaanguka, monsters wanaua kila wanachokutana nacho, na jeshi linaanza kupoteza matumaini. William na Commander Lin wanagundua njia pekee ya kushinda ni kumuua queen wao Tao Te, kwa sababu monsters wote wanafuata akili yake. Wakimuondoa, vita vitaishi. Wanapanga mission ya mwisho na ya hatari sana katikati ya mji uliojaa monsters. Katika scene kubwa ya mwisho, balloon za vita zinapaa juu ya mji, monsters wanashambulia kila upande. William na Lin wanapigana kupitia maelfu ya Tao Te. Hatimaye wanamfikia queen. Baada ya mapambano makali sana, queen anauawa. Sekunde chache baadaye monsters wote wanaanguka, dunia inaokolewa. Baada ya vita kuisha, William anapewa nafasi ya kuondoka China akiwa huru, lakini sasa si mtu yule wa mwanzo. Alikuja kutafuta nguvu na utajiri, lakini ameondoka akiwa ameona maana ya sacrifice, unity na kulinda dunia dhidi ya maangamizi. Movie ya The Great Wall ni zaidi ya action ya monsters, ni story ya ukuta unaozuia maangamizi, ni vita vya mwanzo vya binadamu na hofu ya nguvu zinazoweza kuangamiza dunia. Na unapoweka pembeni baadhi ya aya za Qur'an kuhusu Yajuj na Majuj, mfanano wake unakuwa kushangaza sana. Lakini kumbuka, movie hii ni fantasy, wakati simulizi ya Qur'an ni sehemu ya imani ya kidini, na hapo ndipo mystery yake inakuwa nzito zaidi kwa watazamaji wengi duniani. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kulike, kucomment.